Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika kipindi hiki cha mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei huko nchini Iran, wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kijiopolitiki lakini pia na waandishi mbalimbali wa habari zaidi ya 8,000 ambao wamewasili nchini humo wameelezea hali ilivyo nchini Iran, ambayo wanadai kwamba ni tofauti na namna vyombo vya habari vya magharibi vinavyoielezea Iran, kwamba Iran ya wakati huu wa Ayatollah Mujtaba Khamenei ama baada ya kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei, hali ni tofauti kabisa na inavyoelezwa na vyombo vya habari vya magharibi. Wachambuzi hao wanaona kwamba Iran imeimarika katika siasa zake, lakini pia hata hali ya uchumi si mbaya kama ambavyo inaelezwa na watu wa magharibi. Mtafiti mwandamizi kutoka nchini Urusi ameelezea hali ilivyo. Anasema kuwa moja vipengele muhimu zaidi katika urithi wa kimkakati wa Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, ni kuanzishwa kwa mfumo wa kisiasa unaoweza kustahimili shinikizo la nje. Anasema kwamba nchi ya Iran hali ya kisiasa imeimarika, hakuna vurugu na watu wanaendelea na shughuli zao wakionyesha mshikamano wa hali ya juu na kustahimili hali ya uchumi wao, na kwamba hali ya uchumi si mbaya kama ambavyo inatajwa na watu wa magharibi. Hata hivyo, watafiti wengine akiwemo Evdokia Dobrov kutoka kituo cha utafiti cha Asia Magharibi cha taasisi ya uchumi wa dunia na mahusiano ya kimataifa ya Primakov nchini Urusi ameeleza hayo mnamo siku ya jana Jumamosi, akieleza kwamba katika kipindi cha miongo kadhaa ya uongozi wa Ayatollah Al-Khamenei, Iran haikuendeleza tu uwezo wake wa kijeshi, bali pia imejenga mfumo mpana wa kiutawala unaoweza kuhakikisha uendeshaji wa serikali hata katika mazingira ya mizozo au hali ngumu. Amesema kuwa mfumo wa kipekee wa mgawanyo wa madaraka nchini Iran uliowekwa kwa busara chini ya uongozi wa kiongozi Ayatollah Al-Khamenei ulipunguza udhaifu wa nchi dhidi ya shinikizo la nje na athari za kupoteza viongozi wakuu. Wao kama waandishi wa habari na watafiti kutoka Urusi wanaona kwamba bila shaka mkakati wa kuiangalia zaidi mashariki unaofanywa na watu wa magharibi ulikuwa ukimtazama zaidi Ayatollah Al-Khamenei, na huenda ndio sababu ya kumuua kiongozi huyo, kwa sababu ndiye mtu pekee alitengeneza hali ya ustahimilivu wa siasa pamoja na uchumi wa taifa hilo, na ulichangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uhusiano wa Iran na Urusi pamoja na washirika wengine wasiokuwa wa magharibi. Watu wa magharibi walitazama Iran kama taifa ambalo kama lisingekewa vikwazo, nchi hiyo huenda ingekuwa ni moja kati ya nchi tajiri mno katika ulimwengu, hasa katika nchi za Mashariki ya Kati. Wachambuzi hao wanaeleza kuwa nchini Iran, moja kati ya jambo lingine ambalo halitajwi ni hali ya uchumi wa taifa hilo. Mazingira nchini Iran yanaonekana tofauti na yanavyotajwa. Hali ya kiuchumi ni nzuri, miundombinu imeimarika tofauti na mataifa mengine ambayo yapo katika hali ya vikwazo, mfano wa Cuba. Lakini pia wachambuzi wanasema kwamba suala la uzalendo ni la hali ya juu nchini Iran. Raia wa Iran wamejengwa katika hali ya uzalendo wa hali ya juu, na kwamba hawakubaliani na mitazamo ya watu wa magharibi. Kadhalika, moja kati ya jambo ambalo lilikuwa likielezwa kwa muda mrefu na watu wa magharibi ni namna ambavyo wanavyochukuliwa wanawake katika taifa hilo la Iran. Wachambuzi wa mambo kutoka Urusi na kwengineko ulimwenguni wanaeleza hali ilivyo juu ya namna mwanamke anavyopewa thamani nchini Iran, wakisema kwamba mwanamke katika familia hupewa mamlaka nyingine ya maamuzi, lakini pia hata katika uongozi katika nchi hiyo. Mwanamume katika nchi ya Iran ni mtafutaji katika namna ya kipekee, lakini maamuzi makubwa ya kuendeleza familia na mambo mengine mengi yamepewa mamlaka kwa wanawake, na mwanamke anaheshimiwa mno katika nchi ya Iran. Kikubwa tu awe na heshima juu ya namna ya kufuata mila na desturi za Wairan, hasa mifumo ya Kiislamu. Aidha, chini ya uongozi wa Ayatollah Al-Khamenei na hata wakati huu, Iran imeongeza kwa kiwango kikubwa uwezo wake wa kijeshi na kuweka mkazo maalum kwenye mbinu za vita zisizokuwa za moja kwa moja, na mabinti wengi wamechaguliwa kwa wingi katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Pia umeteuliwa katika masuala ya teknolojia na sayansi katika taifa hilo. Hayo yanajiri katika hali ambayo mufti na mwenyekiti wa baraza la kidini la Waislamu huko Urusi akisema kuwa Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi shahidi wa Iran, wakati wa uhai wake alichukua hatua kubwa katika kuimarisha umoja na maelewano kati ya madhehebu ya Kiislamu, lakini pia kati ya watu nchini Iran.
ni watu wachache ambao walikuwa wakitumiwa na watu wa magharibi kuichafua Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mufti Albir Khazrat Kriganov amesema katika mahojiano yaliyofanywa na kueleza kwamba baadhi ya watu katika nchi za magharibi, hususan wataalamu wa masuala ya Uislamu, katika miongo ya hivi karibuni wamejitahidi kuibua mgawanyiko mkubwa kati ya Waislamu wa Kisuni na Kishia na kuonyesha tofauti hizo kana kwamba ni ukuta usioweza kuvukwa, ili hali kwa hakika hali si kama hivyo, kwa maana hali ya kidini nchini humo iko tofauti na namna ambavyo inaelezwa katika vyombo mbalimbali vya habari, kwa mujibu wa mufti wa Urusi, Mufti Albir Khazrat Kriganov. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.